Kwa mwanafunzi uliyemaliza kidato cha sita au ambaye unatarajia kuanza diploma au degree mwaka huu 2026, katika video hii nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kuapply mkopo wa bodi ya elimu ya mikopo au bodi ya mikopo ya elimu ya juu HESLB, pale ambapo dirisha hili litafunguliwa. Dirisha litafunguliwa tarehe 1 mwezi wa 8 kama nilivyoelekeza katika video iliyopita. Sasa moja kwa moja leo nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kuapply mkopo huu pale dirisha litakapofunguliwa. Utaingia Google, utasearch OLAS HESLB, maana yake ni online application system. Kwa utakapokuja hapa, utaweza kuona hizi poto ziko, kuna poto kama tano. Kuna poto ya kwanza ya loan applicant, ya pili loan beneficiaries, ya tatu employers poto, ya nne ni hii hapa ya loan officers, ya tano ni corporate sponsors poto. Sasa wewe kwa mara yako ya kwanza ambayo unaanza kuapply, utakuja katika poto hii ya loan applicant. Ukija hapa moja kwa moja utakuja katika sehemu hii ya apply for loan. Ukiklik katika sehemu hii ya apply for loan, kuna sehemu mbili hapa, utaweza kupewa chaguzi mbili. Chaguzi hizi ni kwa aliyesoma Tanzania ambaye ni NECTA student. Kwa kama ulisoma Tanzania basi utagusa hapa kwenye NECTA, lakini kama ulisoma nje ya nchi utagusa hapa kwenye non-NECTA ili kuweza kuapply. Kwa waliosoma Tanzania bonyeza hapa kwenye NECTA. Then baada ya hapo utaweza kuona sehemu hii inakwambia uingize candidate type. Hapo utachagua candidate type yako, kama ni secondary kawaida au kama ni private candidate utaweza kuweka hapo. Hapo utaingiza namba ya shule, mfano labda unaweza ukaweka hii hapa. Okay. Then utaingiza candidate number, utaingiza namba yako ya mtihani pale, let's say 0131. Utaingiza namna hiyo, then hapa utaingiza mwaka, let's say 2014 au 2025, utaweza kuweka namba yako pale. Baada ya kuweka namba yako utabonyeza tu neno confirm, then utaselect category ambao unataka kuapply, kama ni diploma, kama ni bachelor degree, kama ni postgraduate diploma, au kama ni master degree, au kama ni doctorate of philosophy, PhD, doctor of philosophy, au Samia scholarship drop out applicant. Kwa hiyo moja kwa moja kama wewe ni umemaliza form 6 unataka degree utaweka hapo. Kwa hiyo application wakati huo itakuwa tayari hapa imeshafunguliwa, lakini kwa sasa application ipo closed. Kama ni diploma utagusa hapo kwenye diploma na application currently closed, utagusa hapo. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo unatakiwa kuzifuata kwa wakati ule ambao sasa unaanza kuapply, utafuata taratibu hizo. Baada ya hapo utaendelea na procedure inayofuata, na pale ambapo dirisha litafunguliwa nitatengeneza video ambayo itakuonyesha zaidi jinsi ya kuweza kuapply mpaka mwisho. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Lakini pia jiunga na group letu la WhatsApp. Linki ya kujiunga na group nimekuwekea katika description ya video hii, ili pale application hizi zitakapoanza tukusaidie kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Lakini pia unaweza ukanicheki WhatsApp, namba zangu pia zipo katika description ya video hii. Asante, tukutane tena katika video inayofuata. Jina langu ni Feaboy.